الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الأول قبل كل أول، والآخر بعد كل آخر، شديد العقاب لمن كفر، غفور رحيم لمن تاب عليه، كتب الفناء على جمعه والبقاء على نفسه. أشهد أن لا إله إلا الله واحد القهار، على فكبر وعصي فغفر. وأشهد أن سيدنا ومعلمنا ورسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أتى الأمانة ونسى الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. إخوة الإيمان، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله الحنان المنان، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد هذا البسملة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك إخوة الإيمان، لا خير أن يكسر مالك وولدك، ولكن الخير وأن تعقل عن الله ثم تطيعوه، وهو خير في الدنيا والآخرة. أيها إخوة الإيمان، أنا موضوعة اليوم عنواني يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Ama baad, ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah muweza wa kila kitu na kutaka ziada na rehma zimwendee kiongozi wa umma na si mwingine ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na amani ziwe juu yake. Ndugu zangu katika imani, kianzia kuinasihi nafsi yangu pasina kusahau nafsi zenu kunako mafanikio ambayo yanatupatia uwezo wa kumiliki dunia na yanatupatia uwezo wa kuipata akhera, katika jambo la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. La takhfu al-faqri fa inna Allah. Tusiishi maisha ya leo ambayo sisi wote tunaogopa sana umaskini, tunaogopa sana ufakiri, tunaogopa sana kupoteza mali ndani ya dunia, lakini tuishi maisha ya kwamba tujua kwamba tunaogopa Allah, kwa sababu Allah ndiyo tajiri, na katika ucha Mungu Allah anatupatia maisha dunia na akhera. Ikhwatal iman, nikikumbusha nafsi yangu katika maudhui ya siku ya leo ama sije yetu ya siku ya leo, katika kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: fa in tawallahu faqul hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Katika neno kubwa sana ndani ya maisha yetu alituambia Mwenyezi Mungu kwamba tambueni ya kwamba hakuna yule ambaye sisi tunapasha kumtegemea isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Allah. Fa in tawallahu faqul hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Bimaana tunakumbusha leo kuhusu kutegemea, tawakkul, kutegemea. Unamtegemea nani ndani ya maisha yako? Unamtegemea ndani ya maisha yako? Kwa sababu Allahu alladhi alhayyu alladhi la yamutu. Waislamu walikumbushia kwamba tegemeo yao, intervention yao kubwa ndani ya mambo yao lazima uwe unamtegemea Allah. Tawakkala ala Allah, tawakkala ala alhayyu alladhi la yamutu, kumtegemea yule ambaye alhayyu alladhi la yamutu, ambaye ana uhai yenye aishe. Usiweke tawakkuli yako katika kazi. Leo mwanadamu anaweka mategemeo ndani ya maisha. Leo sisi wote tunategemea maisha, tunategemea upato, tunategemea watu, tunategemea viumbe, lakini Mwenyezi Mungu ameweka hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu. Aliweka Mwenyezi Mungu ambaye kutukumbusha ya kwamba mafanikio ya maisha ya kila kitu
ni kumtegemea Allah. Allahu rabbuna Allah zul jalali, Allah ndiyo muweza, ndiyo mola, ndiyo muumba, zul jalali wal ikram, ndiyo muweza kuwa na nguvu ambayo haiishi. Ndugu zangu, angalia kisi mifano waliokuwa kabla yetu, walijua kwamba wakimtegemea Mungu yaj'alahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Hakuna siku ambayo mtu mwenye kumtegemea Allah anapata wesheke ndani ya mambo yake, wala huznu yadum wala surur, sababu maisha ya mwanadamu inaenda na hali mbili. Kuna siku ya huzuni, kuna siku ya furaha, lakini hizi zote tawakkal ala Allah. Hizi zote ni hali ambayo Mungu anasema tawakkal, umtegemee Allah katika hali zote. Angalia jinsi maswahaba walimtegemea Allah. Maisha Mtume anafundisha kulu la ilaha illa Allah tafrahu, semeni Mungu ni mmoja mtafanikisha. Waliishi maisha kutegemea Allah. Angalia Bilal bin Rabah, alikuwa miongoni mwa maswahaba wa Mungu wa kufikisha wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walimkamata wakimuona rangi yake ya mtu mweusi, kwa sababu al-Arab, hawa Arabu wao Mwenyezi Mungu anasema ashaddu min al-kufri, wana tabia ambazo ziliokuwa mbaya za kikafiri zenye kupindukia. Ndio maana unakuta Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoka katika hizi kabila, hizi kizazi, sababu ya kupunguza ukafiri ambao Waarabu walikuwa wamefanya sana. Lakini Bilal alipata mtihani, rangi yake mtu mweusi. Alafu wakiangalia miongoni mwa wafasi wa mtume wa kwanza, huyu Bilal bin Rabah alikuwa miongoni mwa wale wa kwanza ambao walimwamini, lakini alipata mtihani. Alhayau la tuknati min albala. Wallahi mwaminifu, ndugu yangu, katika maisha usizani ya kwamba utaishi maisha ya dunia hii bila kupata mitihani. Mtihani inakuja katika hali mingi. Huyu Bilali amepata mtihani ya kutambua tu huyu Mungu mmoja. Waarabu wakisema haitawezekana mtu mweusi kama huyu aendelee kumfuata huyu mtume, alafu sisi tushinde kumwadhibu. Wakafanya njama, wakamfunga Bilali, wakamlalisha kwenye udongo. Walipomlalisha kwenye udongo, wakisema haitoshe, sababu udongo ya desert, jua hapa ikipiga sana, kila mtu anakuwa anaambia mwingine tutoke kwanza, wanajua inakuwa makali, sababu ukali wa jua kidogo ambao tunaonjeshwa sote tunaona kwamba ni adhabu. Mtasema twende pembeni. Sasa kuna jua mbaya tena, jua ya desert. Ulize watu wote wameshatembea Maka na Madina, watakwambia kwamba swaumu ya hapo, jua ya hapo inakuwa kali mpaka mtu anakuwa anakimbia. Maka ni kusema Bilal amelalishwa nje, wanamtia kujua. Waarabu wakasema haijatosha, huyu mweusi jua inampiga sana, lakini yeye rangi yake ibadilike. Kinyume ya sisi, jua ikakupiga sana, mtu mwenye kuwa na rangi nyekundu inageuka rushi, lakini Bilal hawakuona trasi ya rushi. Shida ya Bilal ni kutambua Allah, kumtegemea Allah. Watu wakataka kumtoa katika msimamo. Walikuja wakamuuliza, ewe Bilal, kwa sababu huyu ndio jina alikuwa anaitwa. Wanamwambia, wewe achana na hii maneno ya huyu Muhammadi, tunataka ukiacha tu unatoka katika hii pinisho. Akasema Allahu ahadun ahadun ahadun. Juwazo kulazimu mchanga, adhabu ikupige, jua ikufunge, kisha watu wanakuambia wakudelibere. Wanaambia wewe mtu mweusi unafuatana na mtu mwenye ujue, so achana na huyu tukutoe hapa. Akasema ahadun ahadun ahadun. Tawakkal, alimtegemea Mungu, hakubadilika. Wakasema haitoshi, mkamate kiliivu, tuwa tunampitisha huyu kujumu mwili, aache kusema wanamfinya. Lakini aliwakia katika tawakkal ala Allah, fa in tawallahu fakul hasbi Allah
la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Katika mtihani Bilali alibakia na msimamo. Ndio maana Mungu akisema innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhi malaika ala takhaf wala tahzan. Mungu anasema ukiwa katika mitihani yoyote ile, usibadilishe kuwa na msimamo, kuwa na tawakkal. Tegemea Allah, anakujaribu. Usibadilishe msimamo, omba Allah, anakujaribu. Bilali alipata hii mtihani mpaka watu wengine wakaona, wakati mwingine akazimia, anapoteza fahamu. Wakiona amepoteza fahamu, wanamwangia maji, wanamwambia achana na hii dini, achana na kutegemea Muhammad na dini ya Muhammad. Lakini akasema Allahu ahadu ahadu, msimamo ya kumtegemea Mungu ilidumu maisha yake mpaka alikuja kugombolewa. Katika maswahaba wa Mtume waliona huyu amepata tabu, akapata nusra baada ya masiku ya kupata adhabu. Hakupoteza msimamo wa kumtegemea Mungu. Sio leo watu wanaopoteza msimamo ya kupotegemea Mungu, sababu Mungu akiwajaribia ndani ya makazi. Mtu akifanya kazi yake anaomba tu, anazaambia shekhe, mbone lakini vitu vyangu vilikuwa bie, sasa hivi siku viendeke, hauone kama. Wallahi la takhaf, tegemea Allah. Innama ashku ba'thi wa hudhni ila Allah. Ndio Mtume ule anakuambia msimamo wako, ukipata kitu kinakuvuka, mshtakie Allah kwanza, la tashtaki linnas. Usikimbilia kuambia hawa watu, sababu kuelezea aibu yako. Wengine wanaenda pembeni, wanasema unajua huyu alikuwa anajishimama mara amepata shida, hataweza kushitoa. Wewe unaenda mshtakia mtu, huyu ameumwa na Allah. La tashtaku ila al-hawa, usiambie hata viumbe, ambia kwanza nani? Rabbuna Allah, Allahu rabbuna. Allah ana uwezo, mwambie kwanza yeye, ndio kisha uambie sa mtu mwingine. Ndio maana Mtume anasema innama ashku ba'thi wa husni ila Allah. Alikuwa akipatikana na mambo, anasema naanza kwanza kumshtakia huyu aliyeniumba, na mwambia. Ndio msimamo ile kumtegemea Allah. Ukitegemea viumbe vina muda, ukitegemea tajiri ana muda, ukitegemea mtu mwana cheo. Wangapi walikuwa na cheo kabla yetu? Wewe cheo unamiliki leo, nani alikwambia wewe hiyo cheo utakufa nayo? Nani? Wewe una utajiri unayo, nani kakwambia wewe utakufa na hiyo utajiri? Nani? Bimaana alhusni wasurur yote vinapangiliwa ni muda, lakini alhayyu alladhi la yamut huwa Allah. Tegemea Allah, mwambie Allah, muogope Allah. Kuna watu ambao walikuwa wanamuogopa Mungu na walikuwa hawaone macho za watu. Siku moja Umar bin Khattab radhiallahu anhu alitembea alikuwa kiongozi, amiri wa dini wa Kiislamu, kiongozi wa watu. Ukiangalia gisi uongozi wa maswahaba waliibeba, na ukaangalia sisi gisi tunataka tuubebe, lazima tu tunapata mafundisho. Umar maisha yake alikuwa haezi lala na hayazunguruka muma nyumba, angalia hali ya watu, hali ya watu wenye anaongoza, hali ya Uislamu. Siku moja akakitembea, akafika, akasikia mama mmoja yuko na bishana na mtoto wake kabla alfajiri ingie. Maana alikuwa anafuatilia hali, ajue watu Waislamu wakoaje, wanaishije, wanaendeleaje, wanajikomporteaje, ili ajui nini atawaambia waende katika sawa. Na alikuwa anaogopa Allah. Akasikia mnyumba mama na binti wake wako wanazozana. Mama anaambia binti, lamka binti wangu, alfajiri inaingia, biashara inaanza, na kuomba angalia hiyo maziwa yenye tuko nayo, ongezea maji ndani yake,
ili tupate mingi yenye tutauzisha na tupate faida. Umar anasikiliza watu wanazozana. Binti anamwambia mama yake, ya ummi lama samaita, je, haukusikia anna al-Umar kad yakun, ya kwamba kiongozi Umar amesema kwamba mwenye atakuwa anaongeza kitu chochote kile mumaziwa au mbiashara kuiba kukilo atamwazibu vikali. Mama akasema ndiyo nilimsikia, lakini aina la Umar? Umar unamwona wapi mwa nyumba? Hatafika. Na iko kumlango anawasikia. Akamwambia ummi, ikiwa kama Umar haipo, aina Allah, aina Allah, aina Allah. Mamangu, kama Umar hatuone, Mungu naye iko wapi? Unasikia kumtegemea Allah. Ukifanya mambo tegemea Allah. Ona Allah kwanza, usione watu. La takhfu nas, usiogopa. Umar akasikia aina Allah. Umar akasikia machozi na mteremka, akarudia kwake na furaha. Hakuwagongea, hakuwatukana. Akasikia mbinti anamshauria mama yake, akarudia kwake, akaita vijana wake, akasema, nani katika miongoni mwenu anataka kuoa? Wanasema vijana wakashtuka. Sasa baba alfajiri hajaingia, ashinda fanya ziara zake, ametembea kuona hali, anarudia anaanza tuliza, nani anataka kuoa sasa? Wakikaa kimya, aseme sababu nimeona fasi pazuri, mtu mwataoa pale alikuwa amepata ucha Mungu. Sio leo baba kitaka kuoesha, anaanza kuuliza ana kazi gani, anaishi wapi, alipata nini nyomu mtakula. Imani za leo mtihani. Mtihani shekhe. Akia Umar alirudia kwake, anamwambia mama, watoto wangu mwende muoe, nimesikia fasi mtu anasema anaogopa Mungu, kuna shauria watu. Leo kija wewe unamwambia mtu unaogopa Mungu, sasa baba iko mingi. Kama uenda na kusivile ulape mbele ya serikali, unaogopa nani? Unategemea serikali, unashindwa kumtegemea Allah. Wazazi tubadilike, acheni kutegemea vitu, acheni kutegemea viumbe. Angalieni kwanza khulika, ameishi aje, Uislamu wake. Wanaowesha tayari kuswala umefurahi, sababu tu akija na gari anatingiza kafunguo, akitia na Kifaransa kingi, akianza kuzungumza wewe mwenyewe unasema mimi nilipata mko mzuri kweli, ninalidai. Wewe angalia mkwe ana hofu, ana sala tano, anasema kweli, anamwogopa Allah, sababu huyu akijua Allah mtoto wako anapata nusra. Watoto wa Umar wakasema baba sisi, akasema mkishindwa tu kusema hapo mimi nenda oa, mimi baba nenda oa. Basi njoo hii mtoto, unasikia Umar bin Abdul Aziz alitoka katika hii kizazi cha huyu mama, alikuwa dada mkweli. Bimaana tawakkala ala Allah, tumuogope Mungu, tumtegemee Mungu zahir, katika siri na katika wazi. Ndio hali ya mcha Mungu. Usiogope watu. Qul ya ibadi alladhi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah.